Hujambo, hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashidi. Mfuatiliaji wetu wa Arusha One Radio, tuna tangazo maalum kwa ajili yako. Tufuatilie pia katika chaneli yetu nyingine ya YouTube kwa jina la Arusha One HD. Arusha One HD, hiyo ni chaneli yetu nyingine ya YouTube ambayo unaweza kupata taarifa muda wowote. Na tunaomba radhi kwa kile ambacho kimetokea katika wiki iliyopita ambapo ndani ya siku 7 tulikuwa tupatikani hewani. Sasa usisahau kwenda kutufollow katika chaneli yetu nyingine ya Arusha One HD. Hapo utakuwa una hakikisho la kutupata masaa 24 siku 7 za wiki. Mimi ni Awadh Rashid. Waziri mkuu wa zamani wa Israel Yair Lapid, ambaye ndio kiongozi wa upinzani nchini Israel, amemtaka waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, baada ya kufikia makubaliano ya kumaliza vita baina ya Tel Aviv na Tehran, sasa kumaliza pia vita na wanamgambo wa Hamas katika ukanda wa Gaza. Sasa ni wakati wa Gaza wa kumaliza vita nako. Warudishe mateka nyumbani, maliza vita, Yair Lapid, kiongozi wa upinzani, aliandika kwenye mtandao wa X. Hata hivyo, baadhi ya wazayuni wamepinga vikali makubaliano ya kusitisha vita kati ya Iran na Israel, wakisema utawala wa Kiislamu bado ni hatari kwa Israel. Utawala wa Iran sio utawala wa kufanya nao makubaliano, bali ni utawala wa kushindwa kabisa. Don Iluz, mwanachama wa chama cha Netanyahu cha Lokod, alisema na kuongeza, Iran isiposhindwa leo, jueni kuwa itatafuta njia nyingine ya kupambana na Israel, aliongeza. Na vyombo vya habari vya serikali ya Irani vimejibu shutuma za Israeli vikisema Irani inakanusha ripoti kwamba ilirusha kombora kuelekea Israeli baada ya kuanza kwa usitishaji wa mapigano. Israeli imeshutumu Irani kwa kukiuka usitishaji mapigano na kuapa kujibu vikali. Waziri wa ulinzi wa Israeli Israel Katz ametoa taarifa akisema kwamba ameamuru vikosi vya ulinzi vya Israel kujibu vikali ukiukaji wa Iran wa usitishaji wa mapigano kwa mashambulizi makali dhidi ya maeneo lengwa serikali katikati mwa Tehran. Muda mfupi baada ya Israeli kusema kuwa imegundua kurusha makombora kutoka Iran, waziri wa fedha wa mrengo wa kulia wa nchi hiyo alichapisha taarifa fupi kwenye mitandao ya kijamii akisema Tehran itateketea. Bezalel Smotrich, shirika mkubwa wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu, aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa X. Jeshi la Rwanda limesema kuwa kauli iliyodai kuwa afya rais wa Rwanda Paul Kagame iko hatarini sana ni habari ya uongo. Kauli hiyo ambayo haijafahamika asili yake imekuja baada ya taarifa mbalimbali kuibuka kuhusu afya rais Paul Kagame baada ya kutoonekana hadharani kwa takriban wiki 3. David Himbara, kiongozi wa upinzani anaishi uhamishoni na mshauri wa zamani wa masuala ya kiuchumi wa rais Kagame, hivi karibuni amekuwa akidai kuwa rais Kagame ni mgonjwa na kwamba yuko nchini Ujerumani. Gazeti la Rwanda la Taarifa lilimnukuu msemaji wa serikali Yohana Makolo akisema kuwa rais Kagame ni binadamu kama binadamu wengine ambaye huchukua pia muda wa kupumzika. Gazeti hilo limemnukuu Makolo akisema rais yuko vizuri na anapumzika kawaida. Kutoonekana kwa rais Kagame hivi majuzi kumetolewa maoni mengi kwenye mitandao ya kijamii na katika mazungumzo ya faragha. Hata hivyo, juhudi za kuwasiliana na ofisi ya rais kuhusu madai hayo bado hazijafaulu. Wakati wengi wakiendelea kuhoji madai hayo, jeshi la Rwanda limejitokeza na kupuuzilia mbali taarifa hiyo na kusema ni habari ya uongo. Rais Kagame alionekana hadharani kwa mara ya mwisho tarehe 6 mwezi huu alipokaribisha kikundi kutoka shule ya Hope Haven mjini Kigali nchini Rwanda. Na rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni atawania kuchaguliwa tena kwa muhula mwingine wa uchaguzi unaotarajiwa mapema mwaka ujao ili kuongeza utawala wake wa takriban miongo 4 kulingana na afisa mkuu kutoka chama tawala. Ingawa alitarajiwa kugombea tena wadhifa huo, ni uthibitisho wa kwanza kutoka kwa chama chake cha National Resistance Movement NRM. Uganda itafanya uchaguzi wake mkuu mwezi Januari ambapo wapiga kura pia watawachagua wabunge. Museveni mwenye umri wa miaka 80 amekuwa madarakani tangu mwaka 1986 na ni kiongozi wa 4 barani Afrika aliongoza kwa muda mrefu zaidi. Chama tawala kimebadilisha katiba mara 2 huko nyuma ili kumruhusu kuendelea kuongoza Uganda. Na mahakama ya Marekani imeruhusu utawala wa Rais Donald Trump kuanza tena kuwaondoa wahamiaji na kuwapeleka katika nchi nyingine mbali na kuwarejesha makwao. Majaji 6 kati ya 3 walibatilisha amri ya mahakama ya chini iliyoitaka serikali kumpa mhamiaji fursa kuwaambia maafisa ni hatari gani anaweza kukabiliana nayo atakapohamishwa hadi nchi ambayo si yake. Majaji 3 wa mahakama ya kiliberali walipinga uamuzi wa wengi wakisema ni kuidhinisha uvunjaji wa sheria. Kesi hiyo inawahusisha wahamiaji 8 kutoka Myanmar, Sudan Kusini, Cuba, Mexico, Laos na Vietnam waliofukuzwa mwezi Mei kwa ndege inayosemekana kuelekea Sudan Kusini. Utawala wa Trump umesema walikuwa wabaya zaidi. Jaji wa wilaya Boston nchini Marekani Brian Murphy aliamua kwamba kuondolewa kwao kumekiuka agizo alilolitoa mwezi Aprili kuwa wahamiaji lazima wapate fursa ya kujitetea kwamba wanaweza kuteswa au kuuawa ikiwa watahamishwa hadi nchi tofauti.
hata kama rufaa zao zingine za kisheria zimeshinda. Na uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump wa kuamuru kufanya mashambulizi kwenye maeneo ya nyuklia Iran huenda kulitatiza ukanda mzima wa Mashariki ya Kati. Hata hivyo, operesheni hiyo ambayo Washington ilidai ilipiga kidogo tu mpango wa nyuklia wa Iran ilionekana kuwarudisha pamoja wanachama wa Republican na kumuunga mkono bwana Trump baada ya wiki kadhaa za mijadala mikali ya iwapo Marekani ingie vitani kuisaidia Israel au la. Hatua hiyo ilileta mgawanyiko mkubwa miongoni mwa Republican, huku Democratic wakimtaka kabisa bwana Trump kutoingiza nchi hiyo kwenye vita. Upinzani mkali ulitokea pia kwenye vuguvugu la MAGA linalomtaka bwana Trump kufanyia kazi zaidi Marekani kuliko kuendeleza ugomvi wa kimataifa. Hivi mnataka Iran imiliki silaha za nyuklia au? Na kama diplomasia imeshindwa kumzuia, kwa nini nguvu isitumike? Senator Lindsey Graham aliambia bunge la Marekani wiki iliyopita. Hata hivyo, wale waliotaka Trump asiingie vitani walifurahishwa na taarifa bwana Trump ya kuidhinisha mashambulizi dhidi ya vinu vya nyuklia vya Iran ambavyo Trump mwenyewe alisema yalifanyika kwa ustadi na yatapelekea mabadiliko utawala huko Tehran. Sikulala kwa amani baada ya watetezi wa vita kuishinikiza Marekani kuingia kwenye vita ambavyo Israel alivianzisha. Mbunge Marjorie Taylor ambaye ni mfuasi sugu wa Trump alisema na kuongeza, tulishambulia Iran kwa niaba ya Israel, kwa hiyo Israel inataka kutuingiza kwenye vita vya nyuklia, Taylor alisisitiza katika mahojiano yake na bwana Steve Bannon. Mkosoaji mkubwa wa Trump ndani ya chama cha Republican, Senator wa Kentucky Thomas Massie aliita mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran kuwa yalifanyika kinyume cha katiba ya Marekani. Hata hivyo, Trump alijitokeza baadaye na kumsuta seneta huyo kwa kusema yeye sio mfuasi kindakindaki wa sera ya MAGA, kwa maana Make America Great Again, na kwa hiyo atahakikisha anamfanyia kampeni mpinzani wake mkuu wa chama cha Republican katika uchaguzi ujao. Baada ya Trump hiyo jana kutangaza mpango wa kumaliza vita vya Iran na Israel, Senator Massie naye alijitokeza tena na kusema anafikiria sasa kwenda kuondoa azimio la kumuondoa Trump katika nafasi yake. Steve Bannon ni mshauri mkuu wa Trump na mwanamikakati wa kampeni za Trump mwaka 2016 ambaye bado anasalia kama mtu mashuhuri zaidi katika ulimwengu wa MAGA. Aliambia waandishi wa habari wiki iliyopita kwamba Marekani itakuwa imefanya kosa kubwa ikijihusisha na vita kati ya Iran na Israel.